Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump atapokea taarifa fupi siku ya leo Alhamisi kutoka kwa kiongozi wa kamandi kuu ya Marekani Brad Cooper kuhusu mipango mipya ya uwezekano wa kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran. Hii ni taarifa iliyoripotiwa na shirika la habari la Axios kutoka nchini Marekani. Ripoti hiyo ilitaja vyanzo visivyojulikana ambapo ikulu ya White House na kamandi kuu ya Amerika haikujibu mara moja ombi la maoni. Hata hivyo, Axios imeandika kwamba CENTCOM imetayarisha mpango wa mashambulio mafupi na yenye nguvu dhidi ya Iran ambayo yanawezekana, ingawa ni pamoja na malengo ya miundombinu. Axios imeripoti kinukuu vyanzo ambapo imesema usitishaji wa mapigano dhaifu katika vita vya Iran ulianza wiki 3 zilizopita. Haya yote yanatokana na namna Iran inavyoonyesha kwamba imejitayarisha kwa ajili ya vita, na hivyo kwa namna ya kipekee CENTCOM inatazama kwamba lazima ifanye mashambulizi mafupi na yenye nguvu zaidi katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kiasi kwamba kufanya utawala wa nchi hiyo kuachana kabisa na mapambano ya vita dhidi ya Marekani, na kwamba huu ndio utakuwa ushindi wa Marekani kamili katika vita hivi, licha ya rais wa Marekani kusema wao tayari wameshinda vita dhidi ya Iran. Vita vilianza wakati Marekani na Israel ziliposhambulia Iran mnamo Februari 28. Iran ilijibu kwa mashambulizi yake yenyewe dhidi ya Israel na mataifa ya Ghuba kwa kushambulia kambi za Marekani. Mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran na Israel nchini Lebanon yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao. Trump aliwahi kutishia kuharibu miundombinu ya kiraia ya Iran, na wataalamu wa sheria za kimataifa wanasema mashambulizi kama hayo yanaweza kuwa uharibifu wa kivita. Mikutano ya Geneva ya mwaka 1949 kuhusu mwenendo wa kibinadamu katika vita inakataza mashambulizi kwenye tovuti zinazochukuliwa kuwa muhimu kwa raia. Mpango mwingine unaotarajiwa kushikiliwa na Trump unalenga kuchukua sehemu ya mlango wa bahari wa Hormuz ili kufungua tena kwa usafirishaji wa biashara. Ripoti hiyo iliongeza ikisema operesheni kama hiyo inaweza kuhusisha vikosi vya ardhini. Hata hivyo, mpango huo wa Marekani ni kwamba inapanga kufanya mashambulizi mazito ili wauchukue kabisa mlango wa bahari wa Hormuz, kadhalika waweze kuhakikisha kwamba wameshinda vita hivyo. Vita vya Iran ambavyo bado havijapendwa na watu wengi nchini Marekani vimetikisa masoko ya mafuta, na vita hivyo vimeleta msongamano wa meli kupitia mlango wa Hormuz, kichocheo cha takribani 20 hadi 25 usafirishaji wa mafuta na gesi iliyoyeyuka duniani karibu na kusimama. Washington inatumai kuifanya Iran iwe rahisi kubadilika katika meza ya mazungumzo kuhusu masuala ya nyuklia. Chaguo jingine ambalo linaweza kujitokeza katika mkutano huo ni operesheni ya vikosi maalum ili kulinda hifadhi ya Iran ya urani iliyorutubishwa sana. Trump ameutaja mpango wa nyuklia wa Iran kuwa tishio lililo karibu. Tehran inakanusha kutafuta silaha za nyuklia, lakini inasema ina haki ya kuendeleza teknolojia ya nyuklia kwa malengo ya amani.